Ukubwa wa jaribu wako, jaribu unalopewa, yes, ni kutokana na ubora ulionao. Amina. Ubora wako ndio unaofanya jaribu lako liwe kubwa. Amen. Sema amen. Kusudi la Mungu ndani yako ndio linafanya jaribu liwe kubwa juu yako. Kila mmoja analo kusudi la Mungu ambalo amen, analisimamia, whether unalijua ama you don't know. Amina. Lakini lipo kusudi la Mungu, yes, kwa wewe kuwepo hapa duniani. Amina. Sasa ukiwa haulijui, yes, nalo ni tatizo. Amina. Lakini utajikuta unapitia majaribu ya kutisha. Amen. Mambo mazito unapitia. Amina. Magumu katika kila hatua ya maisha yako. Amen. Ujue ndani yako kuna kitu kikubwa. Amina. Mungu amekuwekea. Amen. Ndio maana kinapimwa. Yes. Kinawekwa kwenye mzani. Amina. Leo Bwana akupe kuona kusudi la maisha yako. Amen. Leo Mungu apate kuinua imani yako ili uweze kushinda kila aina ya jaribu linalokuja mbele yako. Amen. Sema amina mbele za Mungu. Amina. Watu wengi hawapendi kupitia kwenye majaribu, wanapenda kupata tu ushuhuda mzuri, wapate matokeo ya miujiza. Amina. Wapate muujiza, wamshuhudie Bwana matendo makuu. Amina. Lakini hawapendi kupita kwenye mchakato wa jaribu. Amina. Kumbuka, yes, mchakato wa jaribu ndio unaokufanya wewe upandishwe zaidi kiwango ulichokuwa nacho mwanzo. Amina. Kitabu cha Ayubu 42 anatuambia kabisa ya kwamba Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Amina. Akapata baraka mara 2 zaidi ya alichokuwa nacho mwanzo. Amen. Kwa sababu gani? Kwa sababu alionyesha uwezo mkubwa wa kuvumilia, ndio, wa kusimama kwenye imani, amina, wa kutokutetereka, amen, wa kutokumwacha Mungu. Amina. Unapopita kwenye jaribu lolote, uhusiano wako na Mungu ndipo unapopimwa. Amen. Kiwango chako cha imani ndipo kinapopimwa. Amen. Hebu sema amen. Amina. Kwa hiyo usiogope kupitia kwenye majaribu ya aina yoyote, kwa sababu kutoka kwenye jaribu ndipo unapoenda kupandishwa mahali panapotakiwa. Amen. Wewe angalia watumishi wote ambao walipitia majaribu mazito. Amina. Mwisho wake wakajikuta katika nafasi ambazo Mungu alishawawekea tangu awali. Amen. Yusufu anaota ndoto, ndoto yake inaashiria ukuu. Amen. Inaashiria ukuu ndani yake, yani ndani ya Yusufu Mungu ameweka ukuu. Amen. Lakini ule ukuu hautokei. Yes. Haufikiwi. Amen. Mpaka kwanza apite kwenye mchakato wa jaribu. Amen. Awe tested. Yes. Lazima ushinde tests. Amen. Sema amen. Amina. Ukishashinda ndipo unavikwa taji. Amen. Usikae legelege kwamba kila kitu kinapokutokea wewe ni kulia tu. Yes. Kukata tamaa. Amen. Kuchoka. Amen. Na kutaka kurudi nyuma. Yes. Hayo mawazo ondoa kuanzia leo. Amen. Kwa sababu Mungu wako lazima akutoe kwenye jaribu. Amina. Hakuna jaribu ambalo litawekwa, yes, likuzidi uwezo wako. Amina. Jaribu lolote Mungu mwenyewe anasimama na wewe. Ndio. Mungu mwenyewe anakuwa na wewe. Yes. Mungu mwenyewe anageuza lile jaribu linakuwa ni eneo la kupata promotion. Amen. Sema amen. Amen. Sehemu ya jaribu ni sehemu ya promotion yako. Amen. Tunapozungumza promotion, manake tunaangalia katika kila engo. Yes. Eneo la ndoa, eneo la kazi, eneo la biashara. Amina. Eneo la kiroho na kimwili. Amen. Kiuchumi. Amen. Hauwezi ukapanda kiuchumi, yes, ikiwa bado hujapita kwenye mchakato wa jaribu. Amina. Huyu Ayubu tunayemzungumzia leo, amen, alikuwa na uchumi wa juu. Yes. Lakini baada ya kupita kwenye jaribu, ndio, akawa na uchumi wa juu mara ngapi? Mara 2. Amina. Kumbe lilikuwepo kusudi la Mungu kuacha
lile jaribu limpate Ayubu. Amen. Kwamba Mungu akasema itokee. Yes. Kwa sababu anajua huyu atashinda. Amen. Maandiko yanatuambia kwamba palikuwa na discussion. Amina. Kule mbinguni walipojihudhurisha wana wa Mungu, shetani naye akajihudhurisha, pakawa na discussion kati ya Mungu na shetani. Ndio. Mungu hawezi akadiskasi mtu ambaye ni dhaifu. Amen. Shetani hawezi akadiskasi mtu ambaye ni dhaifu. Anadiskasi watu ambao wana ubora ndani yao, wana kibali, wana ushindi. Amen. Wana ukuu. Amen. Sema amen. Amina. Kuanzia leo ninaomba ujitambue. Amina. Ya kwamba upo ubora ndani yako, ndio maana unapitia mchakato unaopitia. Amen. Na jaribu aliangalia ni section gani? Yes. Jaribu linaweza likaja kwenye upande wa ndoa. Amina. Linaweza likaja kwenye mambo ya uchumi. Amen. Mambo ya elimu. Yes. Mambo ya biashara. Amina. Kwenye kazi yako pale ofisini. Amen. Jaribu. Yes. Kwenye afya yako. Amina. Lazima lije. Amen. Linapokuja usibabaike. Amina. Usiogope. Amen. Kwa kuwa tunajua mtetezi wetu yupo hai. Yes. Yeye ni Mungu wa miungu. Amina. Yeye ni Alfa na Omega. Amina. Yeye ni wa kwanza, pia yeye ni wa mwisho. Amina. Hajaumbwa bali aliumba kila kitu unachokiona. Yes. Kwa nini usiwe na imani naye? Amina. Hebu sema amina kwanza, Yesu mwenyewe akusikie. Amen. Haleluya. Amen. Unapoteuliwa kuwa masihi wa Mungu, lazima shetani alete vitisho, alete mapambano. Amina. Hakuletee vita. Amen. Akuletee kurudishwa nyuma. Amina. Uta experience vitu vingi ambavyo vinakurudisha nyuma, vinakukatisha tamaa. Amen. Vinakufanya ujione kama hauna thamani. Amina. Lakini niamini mimi nakwambia kwamba yes, thamani yako ni kubwa. Amina. Mbele za Mungu wako. Usiangalie thamani yako kwa wanadamu. Amen. Angalia thamani yako mbele za Mungu. Amina. Wanadamu wanaweza wakakukataa. Amen. Lakini kuna wakati itafika. Yes. Ukiendelea kukaza katika kumwabudu Bwana. Amen. Ukikaza katika kumwimbia Bwana. Amina. Ukikaza katika kumwamini Bwana. Amen. Itafika wakati wenyewe watakutambua wewe ni nani. Yes. Sema amina mbele za Bwana. Amina. Huyu Yusufu alipita mabonde na milima. Ndio. Alitupwa gerezani. Amina. Lakini pale pale gerezani alipokuwa, yes, walimtambua yeye ni nani. Kwa sababu alitunza imani aliyokuwa nayo. Amina. Alitunza kibali alichokuwa nacho. Amen. Hebu sema amina kama unaelewa. Amen. Tuko pamoja ama tumeachana? Tupo pamoja. Yusufu mpaka kuitwa ikulu. Yes. Mpaka kutafsiri ndoto. Amina. Wakasema tunahitaji mtu mwenye nguvu za Mungu ndani yake. Amina. Haleluya. Amen. Wakasema hapa tunahitaji mtu mwenye Mungu ambaye anaweza kusimamia mambo haya yote. Amen. Maandiko yanatuambia kwamba wakasema hakuna mtu mwingine zaidi yako wewe Yusufu. Amen. Kwa hiyo akawekwa kuwa juu, yes, ya kila kitu ndani ya Misri. Amen. Leo Mungu akuweke juu ya kila kitu. Amina. Wewe ambaye utasimama katika kukaza katika kumwabudu Mungu na kuamini ukuu wake. Amen. Bwana akuinue, akupandishe. Amina. Akuweke mahali pa juu ambapo adui alidhani hautafikia. Amen. Lakini natamka katika ibada ya leo, kuna watu wakuu watatoka hapa. Yes. Kuna watu wanaoinuka watatoka hapa. Amen. Kuna watu waliobarikiwa watatoka hapa. Kuna watu waliokubalika na Bwana, waliokubalika na wanadamu, watatoka mahali hapa. Sema amina mbele za Bwana. Piga makofi vigelegele. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Jaribu lako ndiyo sehemu ya promotion yako. Amen. Usikate tamaa, usichoke, usifadhaike. Amen. Maandiko yanatuambia ya kwamba yapo matumaini kwa mti uliokatwa. Amen. Kwa kuwa kwa harufu ya maji, yes, huo mti utachipuka tena. Amen. Kwa nini mti uliokatwa una matumaini? Amina. Kwa sababu imani ipo. Amen. Yaani huyu Daudi
walipokuwa wanamletea maneno makali ya kumkatisha tamaa, Amen, yeye ndo alikuwa anawaambia bado yapo matumaini. Amina. Katika mti uliokatwa, ijapokuwa Yes, mizizi yake imechakaa mchangani, lakini kwa harufu ya maji utachipuka tena. Amina. Na wala machipukizi yake hayatakoma. Amina. Natamka katika watu wenye imani hapa, Amen, ya kwamba yanatoka machipukizi ndani yako. Yes. Hayo machipukizi hayatakoma milele. Amen. Yatasambaa. Yes. Kuna watu machipukizi yao yatawafanya kuwa wafanya biashara wakubwa. Kuna watu machipukizi yao yatawapeleka kimataifa. Amen. Kuna watu watakwenda international. Amen. Kutoka kwenye ibada hii. Yes. Kuna watu watakapopokea uponyaji, amina, watapandishwa kiroho. Yes. Na baraka zitakuwa restored. Amen. Natamka double restoration in the name of Jesus. Double. I speak double restoration. Yes. In the name of Jesus. Amen. I speak double restoration. Yes. In the name of Jesus. Amen. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Haleluya. Amina. Naomba nisomee kitabu cha Danieli. Amen. Danieli 6. Danieli 6 kuanzia mstari wa kwanza. Watu wanaojaribiwa, Mungu hajaribu watu average, hajaribu normal people, anajaribu watu ambao wako juu katika ulimwengu wa roho, watu ambao wako kwenye ranki za juu. Hebu sema amen, sema amina. Unapoona trials and tribulations zimekuzidia, ujue wewe upo kiwango cha juu. Amen. Maandiko yanamdescribe huyu mtu anayeitwa Ayubu kama mtu aliyekuwa tajiri sana katika nchi ya kwao. Amen. Na ni mtu mkamilifu mbele za Bwana. Amen. Mtu mcha Mungu mwenye baraka zote. Kuna baraka wewe hauzioni. Yes. Lakini katika ulimwengu wa roho zipo. Amen. Zipo. Amen. Unajiona hauna watoto, lakini katika ulimwengu wa roho wapo. Amen. Unajiona hauna ng'ombe, hauna kondoo, hauna magari, hauna majumba. Yes. Lakini in the spirit, amen, wewe tayari unamiliki hivyo vitu. Amen. Ndio maana ni lazima shetani ainuke kutaka kupambana na wewe. Amen. Hata akiinuka mchana, yes, akiinuka usiku. Amen. Natamka katika ibada ya leo, wapo watu wenye imani hapa, watampinga shetani, naye shetani atawakimbia. Watampinga adui, naye adui atawaacha. Nasema wakuachia ushindi wako. Piga kelele ya ushindi. Amen. Soma Danieli 6 anzia mstari wa kwanza. Amina. Tasoma kitabu cha Danieli 6 kuanzia mstari wake wa kwanza na kushuka nayo. Yes. Roho Mtakatifu na atufunulia maandiko. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120. Ndio. Wawe juu ya ufalme wote. Wawe juu ya ufalme wote. Mstari wake wa pili. Na juu yao akaweka wakubwa watatu. Wakubwa watatu. Na Danieli alikuwa mmoja wao. Danieli naye alikuwa ni mkubwa miongoni mwa watatu wakuu. Top guys. Amina. Ndio. Ili maliwali hawa watoe hesabu kwao. Ndio. Mfalme asipate hasara. Asipate hasara. Mstari wa 3. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa. Kwa hiyo wakubwa walikuwa watatu. Amen. Miongoni mwao Danieli was one of them. Akapata sifa kuliko wenzake. Amina. Tuendelee. Kuliko wakubwa na maliwali. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Roho bora ilikuwa ndani yake. Amina. Danieli alikuwa na spirit ya excellence. Alikuwa na roho bora. Amina. Ndani yake ikamfanya awe juu ya maliwali pamoja na wale wakuu. Walikuwa wakuu watatu na maliwali 100. Kwa hiyo yeye akawa mkuu zaidi ya wale wenzake wote pamoja na wale maliwali. Mungu akikuweka kuwa mkuu, ujue ni chanzo cha kupitia majaribu, ni chanzo cha kuinuka vita.
Amina. Ni chanzo cha kuanza kuwindwa na mashetani. Amina. Kwa hiyo usiogope wala usichoke kupitia vita. Wewe umepewa roho iliyo bora. Ukishakuwa na hiyo spirit of excellence, Yes. Shetani lazima akuinukie. Amen. Wachawi lazima wakuinukie. Mapepo lazima yawinde hatua zako zote. Yes. Sema amen. Amen. Kinachotakiwa ni wewe kumaintain, Yes, ule ubora wako. Amen. Kumaintain, yani kuhakikisha ubora wako haushuki kiwango wakati unapopitia jaribu. Amen. Imani yako haiporomoki. Amen. Hakuna mtu wa kukuchekecha Amen. wakati unapopitia jaribu. Amina. Haijalishi lina ukubwa kiasi gani. Amen. Wewe simama katika ubora wako. Amen. Ule ubora wako ambao Mungu ameweka ndani yako ni roho kamili. Amina. Ni roho kamili. Amen. Ukishaambiwa kwamba alikuwa na roho bora, manake hiyo spirit imetoka kwa Bwana. Amina. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, niwekee roho bora ndani yangu. Niwekee roho bora ndani yangu ili niweze kushinda vita na majaribu yote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuendelee. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Kwa hiyo akaanza, yani tayari ile spirit ya excellence aliyokuwa nayo imeshaonekana mpaka kwa mfalme. Amina. Mfalme ameshapanga mpango ya kwamba huyu jamaa, huyu kijana ninakwenda kumweka juu ya ufalme wote. Amen. Kipindi ambacho unataka kuinuliwa, unataka kupandishwa, Amen, that is the time ambapo shetani, yes, huinuka. Amen. Huleta vita. Amina. Akishaona unataka kuwekwa juu ya kingdom, yes, juu ya ufalme wote. Amen. Yani hapo ulipo kuna falme unapigana nazo. Yes. Aidha ni falme za ukoo. Amen. Falme za kifamilia. Amina. Zina maagano ya kwake. Amen. Zina vita za kwake. Amina. Kule ulipozaliwa, ulipokulia. Yes. Hizo falme kuna wakati Mungu, kutokana na jinsi unavyoendelea kukazana, amen, katika kumtumikia, katika kumwabudu, amen, kuna wakati Bwana anataka akuweke juu ya falme zote. Yes. Falme za kiukoo, falme za kifamilia, amen, falme za mtaa, falme za ofisini, amen. Kila eneo pana ufalme wake. Yes. Na ikifika wakati Mungu amekuamini, anataka akupandishe, uwe na uhakika vita itaibuka. Amen. Shetani hawezi kunyamaza kimya. Amen. Hawezi kukubali ufalme wake ukakaliwa, amen, na mtu aliye bora. Amen. Leo Yesu akupandishe, amen, juu ya ufalme wote. Yes. Juu ya ufalme wote. Natamka katika ibada ya leo, watu ambao waliwekwa chini, Bwana akawainue wakaketi pamoja na wafalme. Ulionekana kuwa ni mnyonge, ulionekana kuwa ufai, ulionekana kuwa umeshindwa, lakini Jesus only anapokuteua huwa anakutoa mazizini, anakupeleka kwenye jumba la kifalme. Daudi alitolewa mazizini akapelekwa kwenye jumba la kifalme. Naona watu wa Mungu ambao wanapelekwa kwenye jumba la kifalme. Unatoka mazizini unaelekea kwenye ufalme, unaelekea kwenye baraka. Hata kama ulishazoea mazizini, hiyo roho tunaitoa ndani yako. Roho bora ikae ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amina. Hata ukiwa ni mfanya biashara ndogo ndogo, katika hizo biashara ndogo ndogo, panatakiwa uwe na roho bora. Uwe na roho bora katika kila kitu unachofanya. Amen. Everything that you do, yes, you must show, amen, the spirit of excellence. Yes. Lazima uonyeshe roho bora. Amen. Iwe ni darasani, amina, pambana roho bora ijidhihirishe. Amen. Iwe ni ofisini, amen, pambana roho bora iliyo ndani yako ionekane. Amina. Iwe ni kwenye biashara, yes, miongoni mwa wafanyabiashara wa Dar es Salaam, roho bora ikikaa ndani yako, hakika Bwana atakuinua juu ya ufalme wote. Amina. Hawezi akakuacha huko chini. Amina.
na roho bora hujidhihirisha kwa watu wenye bidii, watu wenye imani. Amen. Kuna andiko tulisoma wiki iliyopita hapa ya kwamba aliye shujaa atasimama mbele ya wafalme. Amen. Wala hatosimama mbele za watu wasio na cheo. Amen. Aliye hodari. Amen. Kwa hiyo pamoja na kwamba hii spirit itakuwa ndani yako, lakini lazima uwe na uhodari na ushujaa kuhakikisha ya kwamba kweli unatoka mavumbini. Amen. Na kupanda kwenye eneo la wafalme. Amen. Kwa sababu ni promise ya Mungu. Amen. Haleluya. Sema ni ahadi ya Bwana. Ni ahadi ya Bwana. Ni sheria ya Mungu. Ya kwamba humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha mahali pa wafalme. Hiyo ni sheria. Tunaishi kwa sheria. Usidanganywe na mwanadamu. Wewe fuata sheria ya Mungu, simama kwenye maandiko. Hebu sema amina kama unanielewa. Amen. Ukisimama kwenye sheria ya Mungu hautakaa kinyonge hata kwenye ibada. Unakaa kama umepigwa shoti ya umeme hapo, kwa sababu ya kukatakata tamaa na kuchoka. Hebu mwangalie jirani, mwambie hebu tabasamu kidogo, angalau umtie moyo mchungaji. Haleluya. Amina. Sema acha kukata tamaa. Acha kuchoka. Acha kushindwa. Jaribu ukiliinua zaidi ya imani yako. Ukishalipandisha kwamba lina nguvu zaidi ya imani. Amen. Hapo tayari adui anapata mpenyo wa kukutesa, wa kukuonea, wa kukuvuruga. Atakamata kila sekta. Maandiko yanasema aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Amen. Kwa sababu wewe utajuaje kwamba hili jaribu mimi naliweza? Amen. Hauwezi ukajua kwa kawaida. Amina. Ila ukiwa na roho wa Mungu ndani yako, amen, hautaogopa. Unajua hapa kuna breakthrough inakuja hapa. Kuna mpenyo unataka kufunguka. Amen. Kuna mahali nataka kupandishwa juu ya kingdom. Juu ya falme. Juu ya mamlaka zinazopambana na maisha yangu. Saa imetimia nipandishwe. Sema amina. Amen. Sema amen. Amina. Hebu endelea kusoma. Amina. Mstari wa 4. Ndio. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Daniel. Walipoona, kwa sababu wachawi huwa wana sense. Amen. Wanajua kwamba huyu jamaa aliyeingia hapa sio wa kawaida. Amen. Huyu ana spirit of excellence. Ana roho iliyo bora. Kwa lazima wakuandalie zengwe. Hilo zengwe wewe hautajua kinachoendelea. Watalipika chini kwa chini. Watalitengeneza chini kwa chini. Watatafuta sababu, amen, ya kukujaribu, ya kukuweka kwenye tundu la simba. Sema amen. Amen. Sema ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Sema yanatokea. Kila mahali yanatokea. Kwa hiyo mawaziri na maamiri wakaona hapa pameanza kuharibika. Jamaa aje kuwa top juu yetu. Haiwezekani. Wakatafuta mbinu ya kumtia matatani. Amen. Natamka kuanzia sasa hivi, yeyote anayepanga mipango ya kukuweka kwenye matata, ya kukuweka kwenye vita, hiyo vita imgeukie mwenyewe. Hiyo vita impate mwenyewe. Hiyo vita imlambe mwenyewe. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wangapi wana vita kwenye ofisi zao, kwenye kazi zao? Nyosha mkono hapo hapo ulipo. Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, ninatamka ushindi. Natamka ushindi kwenye vita zilizo katika familia, vita zilizo katika nyumba,
vita zilizo katika ukoo, vita zilizo katika ndoa, mahali popote walionyoosha mikono yao, Bwana ukapangue vita zao, na yeyote anayewaza mabaya, anayepanga mipango ya kuwakamata, Bwana ukadili nao we mwenyewe. Teta nao wanaoteta nao, shughulika nao, pigana nao Bwana, ushike ngao na kigao, utete nao, pigana nao, haribu mitego yao, haribu ngome zao. Yeyote aliyeleta vita kwa watu wako, yeyote anayepambana na masihi wako, anayetaka kugusa nafsi zao, Bwana ukatete nao, ukashughulike na familia, ukashughulike na kazi, ukashughulike na uchumi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Sema amina mbele za Yesu. Amen. Hapo hapo ulipokaa, inua mikono yako. Vita iliyotupwa, iliyoletwa kwenye maisha yako, vita ninatamka ya kwamba imeshapanguliwa, imeshafutika. Wewe unawajua maadui, unawajua watesi, hatutawataja, lakini tayari Jesus only anawashughulikia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Pigie Bwana makofi mengi. Hebu endelea msomaji. Amina. Kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu, yes, wala kosa. Ndio. Kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Yes. Mstari wa 5. Uaminifu wake unamwokoa. Sasa Wakristo wa leo uaminifu hawana, utimilifu hawana, lakini bado wanataka ulinzi wa Mungu. Amen. Pale ofisini yeye ndio dokoa mkuu. Yeye ndio mama kidokozi. Na bado unakuja kwenye maombi, unabubujika, unataka ulinzi wa Bwana. Shetani anatafuta sheria ulizozivunja. Yes. Kwa kupitia hizo sheria ndipo hapo anakupiga ndoano. Amen. Akisha kupiga ndoano ikakung'ang'ania kwenye shavu, wewe ukifurukuta ndio inazidi kukuchana. Amen. Ndio inazidi kukurarua, ndio inazidi kukuharibu. Amen. Unatakiwa uwe mwaminifu kutii sheria ya Mungu. Amen. Kwa utiifu wako na kibali cha Mungu kitakuwa juu yako. Yes. Hata uingie kwenye jaribu lolote. Amen. Yesu mwenyewe anatuma malaika, malaika wanakuinua, wanakupandisha. Amen. Sema amen. Amen. Kwanza uwe shujaa, uwe jasiri, uwe na roho bora. Amen. Usiwe na makando kando. Yes. Simama katika imani. Amen. Utauona ukuu wa Mungu. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi ya kutosha. Amen. Tuendelee kusoma. Amina. Mstari wa 5. 5 inasemaje? Ndipo wale watu wakasema. Wakasemaje? Hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo, tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Kwani sheria ya nani? Ya Mungu wake. Ya Mungu wake. Amina. Kwa hiyo watafungua Biblia. We, Mungu wako si sheria ipo kwenye Biblia? Yaani mchawi, mwambie jirani, sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Mchawi atakuloga kwa kutumia Bible. Amen. 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 Mchawi atakuloga kwa kutumia Biblia. Amina. Waganga wa kienyeji na wenyewe wana Biblia. Amen. Wachawi, shangazi yako si Biblia anayo? Wifi si anayo? Mjomba si anayo? Amen. Alafu si ni mchawi? Amina. Kwenye sheria ya Mungu wake. Amina. Wewe si ni Mkristo? Kwa hiyo tunakuloga kwa kutumia Biblia. Amina. Wanakuja kwenye Biblia wanapekua. Kwanza wanakusoma wewe mwenendo wako unapopita vichochoroni, wapi, kila unapoenda.
kila unapopita, kila unachodokoa wana rekodi. Halafu wanakuja wanatulia na maandiko. Cha moto utakiona hapo. Mwambie jirani, acha kutoa macho. Sheria itakufunga. Wachawi wakikushindwa kwenye mambo yao ya kupiga sarakasi, ya kuloga na kukulisha vyakula, wanaanza kuangalia tu sheria ya Bwana. Usizini, wewe umezini jana, wanakupiga kitu. Usiibe, wewe kadokozi kaku. Top master. Usiseme uongo. Amina. Yani wewe kwa kuupepeta uongo umekaa hapa, yani hausikii amani kusema ukweli, yani ka kitu kadogo umedanganya. Huko Mwenge unasema niko posta hapa ndo nashuka bajaji. Wamekunasa kwenye sheria, wanaenda kukutundika. Wanaenda kukutundika. Unajua kilichomwokoa Ayubu? Maandiko yanasema pamoja na sekeseke zote alizopitia, Ayubu hakumkufuru Mungu kwa upumbavu wala hakutenda dhambi. Amen. Hicho tu. Sio kwamba na yeye hakutikisika, alitikisika. Kuna wakati mpaka akasema mimi ile siku niliyozaliwa ila ilaaniwe. Yaani unapigwa majipu mpaka unaona bora ningekufa. Amen. Unajikwangua na kigae, unajipigisha kwenye ukuta wa chupi, unaona vitu bado. Mapunye si mapunye. Amen. Majipu si majipu. Mpaka unasema ile siku waliposema ya kwamba ni mtoto wa kiume na ilaaniwe hiyo siku. Bora ningezaliwa wa kike nijue moja. Amen. Haleluya. Amen. Wewe umewahi kupigwa mpaka unatamani ile siku bora nisingezaliwa. Amen. Kama hujafikia hicho kiwango, bado hujapimwa sawa sawa. Amen. Bado mwambie jirani bado. Mbona jirani uko comfortable hivyo? Mwambie bado utapimwa mpaka utachoka. Amen. Hapa tukisema kila mtu atuambie jaribu kubwa alilowahi kupitia, utasikia tu vitu vidogo. Mtu mwingine atasema niliwahi kulala njaa siku 2. Sasa kulala njaa siku 2 watu huwa wanafunga siku 40. Wewe ndio nayo ni jaribu. Amina. Mtumishi, kuna wakati nilikosa chakula kabisa, nikalala njaa for 2 days. Hilo sio jaribu. Amina. Mwambie hiyo bado. Cha moto bado hujakiona. Cha moto bado hujakiona. Mwingine anasema mimi kwani nikipikila napopita nakataliwa. Sio jaribu bado. Amen. Paka uchanganyikiwe. Amen. Yaani jamaa paka mke wake mwenyewe akachoka akasema Bwana wewe si umkufuru Mungu ukafe. Yaani alishachoka kuuguza. Unajua hilo unauguza mtu mpaka unasema sasa hapa Bwana na atufanyie wepesi. Ndio ile mke wa Ayubu ilipofikia. Amen. Anasema hivi, Mungu ampumzishe, ameteseka sana. Wala hakuwazii wewe, anajiwazia yeye. Amen. Hakuwazii wewe unayeumwa. Amen. Yeye anajiwazia yeye kwamba ameteseka sana kukuuguza. Amen. Kufuru Mungu ukafe. Amina. Na kwenye msiba hata walii watu wanasema bwana ukiona walii ujue walishachoka kuuguza. Pasta tu wameshaandaa na mazishi. Hii mazishi mliandaa lini? Na nyie wala sio Waislamu ambao wanazika kesho yake. Mipango ya mazishi mlikuwa nayo kichwani. Yaani watu walikuwa tayari mipango yote wanayo juu yako. Amen. Walishakuchoka.
walishakuandalia jeneza. Nasema kila jeneza walilokuandalia katika ulimwengu wa roho linapasuka juu kwa juu, linararuriwa juu kwa juu. Hautakufa bali utaishi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pigia Bwana makofi mengi. Ndiyo. Amina. Soma mstari wa 6. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, wameanza kazi, uishi milele. Mstari wa 7. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Mstari wa 8. Wataweka sheria mpya na wataita ni sheria ya kifalme. Amina. Mpya kabisa, haikuwepo. Ili mradi tu ujichanganye, wanajua utajichanganya na imani yako hii ilivyo kali. Wanasema hapa ofisini, kuanzia leo hatutaki watu wanaovaa vitambaa kichwani. Au wanakuwekea tu sheria uanze kupiga vitaiti. Amina. Hapa ofisini tight. Wanajua hapo ya uchomoi jinsi ulivyoshiba Yesu. Haleluya. Hauchukui raundi, aidha usujudu au uache kazi, uachie ufalme. Amen. Unajua shetani alimwambia Yesu, yaani baada ya Yesu kupata kubatizwa alienda nyikani. Kule alipoenda kwenye mafungo, shetani akamfuata ili amjaribu. Amen. Ili amjaribu. Manake alipitia jaribu kabla hajaanza huduma. Kabla hajaanza kazi, kabla hajafanya muujiza, alipita kwenye majaribu ya shetani uso kwa uso. Amen. Anaongea naye hivi. Amen. Bwana wewe, sikia nikwambie, unaona mali hizi zote, wewe nisujudie tu mimi. Amen. Zote zinakuwa za kwako. Amen. Kampandisha juu kwenye kinara cha hekalu. Amen. Wewe ukinisujudia, yote itakuwa ni ya kwako. Amen. Jaribu jingine linakuja kwenye mfumo kama vile ni baraka hivi, kama vile ni kamuujiza. Amen. Kumbe ndio unategwa hivyo. Wachawi unavyoomba, naomba Bwana uniletee mwanaume mrefu, mwanaume mfupi, mnene, mwenye mavidole makubwa. Wanasikia, wachawi wanasikia. Amen. Na Mungu anasikia. Amen. Kwa hiyo ili kukuseti, wanakuletea wakwao mwenye mavidole hayo unayoyataka. Unaona kama vile ndo baraka Mungu amejibu. Amen. Ingia kichwa. Amen. Uone unazama naye. Amen. Kumbe jamaa akatoka kuzimu. Amen. Ukaingia tu moja kwa moja mpaka bondeni. Maji marefu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila aliyekuja kwenye maisha yangu kinyume na mpango wako, ukamsambaratishe, atoke maishani mwangu kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina kubwa ya Bwana. Sema amina kubwa ya ushindi. Haleluya. Wakampangia mipango mingi Danieli, wakaweka sheria. Amen.
na kweli akaingia kwenye mtego wao, kwa sababu alikuwa na imani. Wewe imani ulionayo ndio itakufanya ushindi, hata kama watakuwekea kwenye tundu la simba. Amen. Baada ya kuonekana ya kwamba amekaidi ile sheria, wakaenda kwa mfalme, lile jopo la maamiri na mawaziri. Amen. Wakamwambia, bana, yule dogo hajatii, hajasujudu. Amen. Kwa hiyo sheria kama inavyosema hapa, na sheria yenyewe bado mbichi. Amen. Yeye ndio wa kwanza kuanza kubanwa na hiyo sheria. Yaani kuna sheria itatungwa specific for you, imeandaliwa maalum kwa ajili yako, uivunje tu ili wakunase. Amen. Lakini leo Bwana atakupa ushindi. Amen. Atakutoa kwenye mitego yao. Amina. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Akawekwa mwanaume akatupwa kwenye tundu la simba. Amen. Maandiko yanatuambia kwamba Bwana alileta malaika wakayakamata yale makanwa ya simba, na simba hawakuweza kumtafuna Danieli. Amina. Haijalishi, Mungu anaweza akaacha jaribu likakupata. Amen. Mungu anaweza akaacha ukaingia kwenye tundu la simba. Yes. Lakini hawezi akaacha ukaangamia. Amina. Hawezi akaacha ukafa. Amen. Ndiyo maana mpaka leo bado upo unadunda. Usidhani ya kwamba hawajakujaribu. Ndio. Wapo maisha yako yenyewe ni tundu la simba tosha. Yes. Leo Yesu akakamate makanwa ya simba wote wa kichawi. Kila viumbe ambao wametumwa juu yako. Unaota ndoto, unaona simba. Unaota ndoto, unaona majoka. Umelala kwenye chumba chenye majoka. Hilo ni tundu la majoka. Leo Yesu akufungue. Leo Yesu akufungue. Hayo majoka yote yanafungwa midomo yao. Wangapi wanaotaga ndoto wako na majoka mengi? Nyosha mkono. Unaota ndoto manyoka yako uko nayo kitandani, wapi? Au mengine yanakukimbiza, mengine yanakufuatilia. Inua mkono hapo hapo ulipo, nataka niombe kwa ajili yako. Yesu akufungue kutoka kwenye tundu la majoka. Nyosha mkono. Hamna? Ni kweli hamna? Kwa sababu mimi nakuona upo kwenye tundu. Hamna? Jamani, hakuna? Kwenye ndoto unayoona nyoka kwa njia yoyote, nikianza kuomba tusilaumiane. Sababu nikianza kuomba usianze kujinyonga hapa chini. Wote tuinue mikono, sema ee Bwana Yesu. Kila joka lililotumwa kunishawishi, kunijaribu katika ulimwengu wa roho, kama ilivyomjaribu Eva, kama ilivyomjaribu Kristo, ee Bwana Yesu, napangua na kataa majaribu ya majoka, majaribu ya majoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema ee Bwana Yesu, majoka yote yanayonifuatilia katika ulimwengu wa roho, ee Bwana, yasambaratishe. Watu wanateseka na majoka. Amen. Na hilo joka linaweza kukufanya ukawa silent. Amen. Ukazoea kuteseka. Hey. Binti hapa mwenye kitambaa cheupe hapa, mara ya mwisho kuona manyoka kwenye ndoto ni lini? Mara ya mwisho ni lini umeona? Jana. Hebu inua mikono. Alikuwa anafanya nini?
Ulionaje? Uliona kitu gani? Niliona nyoka anakuja ananikimbiza, nitaka kung'ata. Aya, mumwachie, achia maisha yake. Wewe wachawi hawataki usome, na wamekutupia hiyo spiriti ya majoka ya baharini, kwa sababu naona nyoka mkubwa mwenye mabawa kama dragon, si dragon. Leo ninatamka hiyo roho ya baharini ikuachie. Haya, mwachieni sasa, mwachieni. Atasoma huyu, ataolewa na atazaa. Toka baharini, toka baharini. Ni saa ya kutoka. Nasema toka, toka baharini. Manyoka ya kijani na manyoka meusi, mwachieni dada huyu, mwachieni binti huyu, mwachieni dada huyu, mwachieni binti huyu, na yeyote aliye hapa ambaye amekamatwa na spiriti ya majoka, natamka leo uwekwe huru kwa jina la Yesu. Unatoka kwenye tundu, unatoka kwenye tundu la majoka. Anatoka, 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 anatoka. Ni saa ya kutolewa. Hebu simama. Uliona lini nyoka wewe kwenye ndoto? Ilikuwaje? Umesahau? Umesahau nini? Hiyo ndoto. Umesahau ndoto? Umesahau siku uliyoota? Siku. Ilikuwaje ndoto yenyewe? Na yenyewe nimesahau. Na yenyewe umesahau. Njoo huku, simama hapa. Usikubali kusahau majoka. Bwana Yesu ukamtetee, ukamtoe kwenye kilinge. Ile roho iliyomzuia asisome, asifanye nini, pepo la ukahaba, nasema muachie. Majini ya baharini na roho ya baharini, toka sasa kwenye maisha yake kwa jina la Yesu. Muachie, mfungue, mfungue sasa hivi kifungo cha majoka na mashetani. Bwana Yesu msaidie dada huyu, kila spiriti inayomtesa na kumsumbua nikapate kumwachia kwa jina la Yesu. Unaitwa nani? Monica. Monica, unataka nikutamkie nini leo Yesu akusaidie? Nataka Mungu anisaidie nipangiwe kombi nzuri katika selections kutoka, nipangiwe shule nzuri ya kwenda form 5 na kombi nzuri. Wewe unataka kuwa nani ukikuwa huko mbele? Daktari. Daktari. Inua mikono. Bwana Yesu anayetenda mambo makubwa, hebu msaidie na kuomba msaidie katika elimu. Vizuizi vyote vya elimu ninavipangua, ninavisambaratisha. Vizuizi vilivyoinuka, wachawi hawataki fanye chochote, lakini Yesu anakwenda kukufungulia milango. Anaenda kukufungulia milango sasa hivi. Utasoma shule nzuri, utasoma elimu nzuri kwa jina la Yesu. Yes. Ni mtoto wako? Bwana, fungua kila kilichofungwa, haribu kila mamlaka za giza, ninasambaratisha na kuharibu ngome zote, ngome zote. Yes. Hebu simama juu. Bwana,
Ninapangua kila aina ya jaribu ambalo limeingia kwenye nyumba, kwenye kila eneo, katika jina la Yesu aliye hai. Kisha kugusa ndio imeenda hiyo. Bado wiki ngapi? Bado wiki ngapi? Hazifiki 3. Simama. Bwana Yesu kamsaidie, kamfungulie njia. Yes, asante. Damu yake ninairudisha. Umepima damu iko ngapi? Mara mwisho ilikuwa 12.9, nikaenda nikakuta imepungua 11.4. Inapungua? Ndio. Kuna tatizo. Bwana Yesu, ninaachilia damu ya Yesu pekee ikapate kumhuisha upya mtoto aliye tumboni. Vita inayoendelea ninaipangua na kuisambaratisha kwa jina na damu ya Yesu Kristo aliye hai. Yes. Mama, tatizo lako ni nini? Mimi moyo napandisha pressure sana, alafu magoti haya. Magoti yanakuwa kiuno, mgongo, viungo vyote. Viungo Yesu anaenda kutenda jambo. Bwana Yesu, namweka mama huyu mikononi mwako. Fungua. Uponyaji wako utembee pamoja naye. Ninapangua uharibifu katika moyo, katika vifungo, katika viungo vya mwili wake, kiuno pamoja na vifundo vya magoti. Bwana ukajidhihirishe kuanzia sasa kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Amen. Simama juu. Inua mikono. Imba pamoja na malaika. Ni saa ya uponyaji. Yeah. Inua moyo wako. My God, ninatamka uponyaji katika eneo la ndoa. Bwana ukajidhihirishe katika kazi zake. Ninapangua upinzani na vizuizi vya kila aina. Bwana ukaonekane, ukajitukuze kwenye familia, ukatinde. Yes. Mama, kuna mtoto wako. Yes. Kuna mtoto wako mmoja uliwahi kunikutanisha naye pale Boko. Yes. Pale Boko mtoto wako mmoja ulinikutanisha naye. Yes. Yuko wapi? Yupo nyumbani. Yupo. Anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Sukumwa tumuombe. Anaitwa nani? Nicolaus. Inua mikono. Bwana Yesu. Bwana Yesu ukajidhihirishe kwenye maisha ya Nicolaus. Ukajitukuze na kuonekana. Baraka zako zikapite kwa Nicolaus kwa ajili ya familia na nyumba hii. Ushindi wako ukajitukuze kwake.
ninatamka kila upinzani kwenye hii familia ukapate kupanguliwa. Vita zote Bwana ukazing'oe na kuziharibu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Oh! Yes. Sasa ni saa ya uponyaji. Yeyote mwenye ugonjwa wa aina yoyote unahitaji kupata uponyaji, naomba upite mbele. Kuna sehemu panauma. Ukiwa katika hali hiyo hiyo utapita mbele, utainua mikono yako. Hata kama una mgonjwa yuko hospitalini, unahitaji sasa nguvu za Mungu zikamtembelee pale alipo, wewe pita tu mbele kwa imani. Imani yako itamponya nduguyo aliye hospitalini, naye atafunguliwa. Pita mbele haraka, wala usichoke, wala usizubae. Walio na wepesi watapokea uponyaji katika ibada ya leo. Oh!
saa ya kumwachia. Nyie mnamfuata usiku. Usiku kuna wataalamu wanakuja wanakukalia kifuani. Umewahi kuwaona? Haujawaona? Leo utawaona. Unataka kuwaona? Haya. Funguka kwa jina la Yesu. Natamka uponyaji. Natamka uponyaji. Kila mahali palipofungwa, kila mahali paliposhikiliwa na roho yote, funguka, funguka. Saa ya kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Hebu tumpigie Bwana makofi ya kutosha.